Mahusiano kati ya Pakistan na Iran ni mchanganyiko wa kipekee wa ujirani mwema, mahitaji makubwa ya nishati na shinikizo kali la kimataifa. Pakistan, nchi pekee ya Kiislamu yenye silaha za nyuklia, inajipata katika njia panda. Upande mmoja ni jirani yake Iran mwenye utajiri wa mafuta, na upande mwingine ni mshirika wake mkuu wa kijeshi, Marekani. Nani anafaidika zaidi kati yao? Ni mfumo wa kijanja ambapo Iran inapata mlango wa kutokea kibiashara licha ya vikwazo, huku Pakistan ikipata nishati ya bei rahisi, ingawa inafanya hivyo kwa uangalifu mkubwa ili isikasirishe upande wa pili. Karibu kwenye The Data on Elimika. Hii ni Data Geopolitics. Na leo tunaangazia mahusiano kati ya Pakistan na Iran. Je, mshirika huyu wa Marekani kijeshi anawezaje kucheza karata yake na Iran bila kuunguza mikono? Ila kabla ya kuendelea, naomba utumie sekunde 2 tu kubofya kitufe hicho cha subscribe na kuisapoti chaneli yetu ili izidi kukua na kuwafikia wengi zaidi wapenda kujifunza kama wewe. Pakistan na nafasi 2. Pakistani anacheza nafasi 2 kwa umakini mkubwa. Kwanza, anahitaji nishati kutoka Iran ili kuendesha viwanda vyake na kukuza uchumi. Pili, anahitaji teknolojia na msaada wa kijeshi kutoka Marekani ili kulinda usalama wake. Nukuu ya chanzo: Pakistan faces a daunting task of balancing its strategic partnership with Washington while meeting its energy needs through Tehran. Tafsiri ya Kiswahili: Pakistan inakabiliwa na kazi ngumu ya kusawazisha ushirikiano wake wa kimkakati na Washington huku ikitimiza mahitaji yake ya nishati kupitia Tehran. Siri ya mafuta na vikwazo. Kiufundi, Pakistan haiwezi kufanya biashara rasmi ya mafuta na Iran kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya hofu ya kuadhibiwa kupitia mfumo wa kifedha wa kimataifa unaojulikana kama SWIFT. Ikiwa wataingia kwenye mfumo wa SWIFT na Iran, watafungiwa kufanya biashara na dunia nzima. Hata hadi sasa katika mwaka huu wa 2026, uchambuzi wa The Data on Elimika unaonyesha kuwa takriban 15 mpaka 20% ya mafuta yanayotumika Pakistan yanaingia kupitia njia zisizo rasmi mipakani. Hii inaisaidia Pakistan kupata mafuta ya bei rahisi bila kuamsha hasira ya Marekani moja kwa moja. Pakistan inategemea sana washirika wa Magharibi kwa usalama wake. Mbali na Marekani, nchi ya UAE na Saudi Arabia ni wafadhili wakuu wa nishati rasmi ya Pakistan. Al Jazeera English. The shadow of US sanctions remains the biggest hurdle for the Iran-Pakistan gas pipeline. Tafsiri ya Kiswahili: kivuli cha vikwazo vya Marekani kinabaki kuwa kikwazo kikubwa zaidi kwa mradi wa bomba la gesi kati ya Iran na Pakistan. Uchambuzi wa nyongeza. Mtazamo wa The Data on Elimika. Wachambuzi wetu hapa The Data on Elimika wanaona kuwa Pakistan inatumia sera ya kuvuta na kuachia. Wanabaki karibu na Irani kwa siri kupitia mafuta ya magendo ili kuzuia machafuko ya ndani yanayoweza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha, lakini wakati huo huo wanabaki karibu na Marekani na UAE kwa ajili ya misaada ya kifedha na vifaa vya kisasa vya kijeshi. Ni mchezo wa hatari ambao unahitaji diplomasia ya kiwango cha juu sana. Kabla hatujaagana, nina maswali mawili kwako. 1. Je, unaona Pakistan itafanikiwa kuendelea na mchezo huu wa pande mbili bila kuingia kwenye matatizo makubwa na Marekani? 2. Je, Iran itachoka na mfumo huu wa biashara ya siri na kutaka makubaliano rasmi? Acha maoni yako hapo chini, tunapenda kusikia unachofikiria. Na kwa wale ambao umesahau, tafadhali usiondoke bila kubofya kitufe cha subscribe na kuweka like. Support yako ndio injini yetu. Shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Mr. Data, hii ni The Data on Elimika. Tunathamini sana muda wenu na tunashukuru kwa kuendelea kuifanya The Data on Elimika kuwa sehemu yenu namba 1 ya maarifa. Tunawaaga kwa sasa, tukutane katika kipindi kijacho.